Kwanza ninawakaribisha hapa katika kanisa la Kianglikana jimbo la Bungoma. Ninasema karibu sana, mjisikie nyumbani. Na hawa ambao wamesimama pamoja nami ni makasisi katika uaskofu wa Bungoma. Na leo hii tumekuwa na mkutano wa makasisi ambapo tumeweza kujadili mambo kadha wa kadha inayohusiana mambo ya kisiasa, ya kijamii, ya kidini na hata ya kiuchumi. Bungoma ni jimbo ambalo ni la baraka mno kwetu, na kwa hivyo sisi kama kanisa tunapasa tuweze kutoa mwelekeo kwa wananchi wanaokaa katika eneo hili, ili wanavyofanya na uamuzi wao katika mambo mbalimbali wasije wakakosea. Na leo hii hasa tumeweza kuchunguza na kuweza kujadili swala la atakayechukua mamlaka baada ya gavana aliyoko sasa, Mheshimiwa Ken Lusaka, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Na sisi kama kanisa tunaungana na wananchi wa Bungoma ambao waliona ni vema sana wakaweza kuchunguza miongoni mwa wanasiasa, na wakakuta kuwa ya kwamba Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye ni mbunge wa Westlands kule Nairobi ndiye anayeweza kufaa sana kuchukua hatamu ya uongozi wa ofisi ya gavana hapa katika jimbo la Bungoma. Na kwa hivyo sisi kama kanisa la Kianglikana tukiungana pamoja na wale wananchi, tunataka tumkaribishe Mheshimiwa Tim hapa Bungoma ili aweze kutenda kazi ambayo itakuwa ni ya kuendelesha na kuboresha maisha ya wengi katika jimbo hili la Bungoma. Ninajua ya kwamba idara ya afya katika jimbo hili imekuwa ndiyo tatizo kubwa mno, hasa tukikumbuka mnamo mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2023, namna tulikuwa karibu tuangamie wakati kulitokea virusi vya corona katika jimbo hili la Bungoma, wakati tulikosa uongozi na usimamizi ulio bora wa kifedha zilizohusiana sana na idara hii ya afya. Na kwa hivyo katika uchunguzi wetu na udadisi wetu tumeona kuwa mtu aliye na uwazi na anayeweza kuwajibika kwa wananchi vizuri ni huyu Mheshimiwa Tim Wanyonyi, ambaye sasa hivi atakuwa ndiye anapendekezwa kwa uchaguzi na wananchi wenyewe wa jimbo hili la Bungoma. Mheshimiwa Tim Wanyonyi alikuwa anafanya kazi vema sana kule Nairobi, na amependwa na watu wa Nairobi kwa kiwango kuwa ya kwamba hawangeweza kumruhusu atoke wakati kama huu ama miaka zile zinazokuja mbele. Lakini wananchi wa Bungoma walimwendea na kuweza kumsia kwamba aje nyumbani, kwa sababu usimamizi wa fedha na rasilimali za Bungoma zimekuwa na matatizo kwa muda. Kwa hivyo yeye kama mgombea kiti cha ugavana katika jimbo la Bungoma ameletwa kama ile mradi wa wananchi na sio wa mtu yeyote, na yeye hajaletwa hapa na mtu yeyote, ni wananchi wa Bungoma ambao wamemleta kuweza kugombea kiti hiki cha ugavana wa Bungoma. Yeyote ambaye ataweza kutoa matusi dhidi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ajue ya kwamba analeta matusi kwa wakaaji wa Bungoma, na kwa hivyo atakuwa anasidisha vita dhidi ya wakaaji wa Bungoma ambao ndio wanatarajia anatarajia wampigie kura ili aweze kuwa gavana wa jimbo hili. Mimi nikiwa ni mmoja ya wale ambao wamefanya kazi na walemavu kuanzia kule Uingereza na hata hapa Bungoma hapa Kenya, ninaona kama ni kukosa heshima kwa mtu, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyejitakia kuwa mlema ama kuwa ni kilema. Mtu anasaliwa kwa njia ambaye Mungu alipendezwa nayo,
Na hata tunaweza kukumbuka katika Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 9, ambapo watu walienda kumuuliza Yesu kama ni makosa mtu kusaliwa kama kiwete ama kuwa mlema ama ni nini. Yesu aliwaambia si makosa. Alisema tu ya kwamba hii ilifanyika ili Mungu akapewe sifa na utukufu. Kwa hivyo kusaliwa kwa timu ama timu kuwa kwa njia hii ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, na ndiposa ninaweza kusema ya kwamba ameweza kumpa kibali ili akubalike na wananchi wote katika jimbo la Bungoma kama gavana atakayeweza kuchukua mahala pa yule anayeondoka gavana wa sasa Ken Lusaka. Naitwa Martin Lusaka, ambapo wakati huu niko hapa Bungoma town, na venye nilikuwa napita kwenda kwa kazi ya kawaida nikaona ya kwamba mabishops walikuwa wameassemble, na sababu nimekuwa kwa political line all this time nikasema nini kinaendelea, lakini Mungu naye ni waajabu. Kufika hapo nikaona wanatoa statement ya kuokoa kaunti yetu, na wakati walikuwa wanatoa hiyo statement walikuwa wanatafuta mbinu ya kumake sure Bungoma County inahitaji governor mwenye anaenda kulinda watu, mwenye anaenda kukaa na watu, mwenye anaenda kulinda rasilimali zote za Bungoma County vizuri, na venye atakuwa na roho mzuri, na sababu ya heshima yake ndio sababu aliendewa Nairobi kukuja kuwa governor wa Bungoma County ambaye ni Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Na kuhusu ulemavu, mimi nataka kukondemu seriously whatever Mheshimiwa Didmas said recently. Unajua unapokuwa kiongozi, kitu cha ulemavu, tuko na watu 3/4 of people are crippled at the moment. Saizi hawakuzaliwa na ulemavu. So wewe ukisimama ukisema ya kwamba walemavu hawastahili kurule this country, in fact utakuwa unakera kazi ya Mungu kabisa. Sababu ulemavu unaweza kupata kwa wakati wowote. Ulemavu unaweza kuwa unakunywa maji unakufa. Ulemavu unaweza kuwa unatumia gari unakufa. Ulemavu unaweza kuwa kwa anga unatumia ndege unakufa. How many people have died how many people have been crippled because of being on the road? So Mheshimiwa Didmas, unapoangalia Mheshimiwa Didmas angali anazaa. Unajua anaweza zaa mtoto hata mwenye hana hata maji, hana chochote. Na niwe kama suluhisho kwa watu wengine. Mlemavu sio mtu wa kupika pika. Na unajua mlemavu kama Mheshimiwa Tim hajakuwa mlemavu, hakuzaliwa mlemavu. In fact like me, na ikipasist hivi kabisa, he might be one of the suspects when you walipiga Mheshimiwa Tim risasi. Sababu tumekuwa tunangojea ni nani, sababu kama anakuja kumwataka akiwa za hizi. In fact I call upon DCI headquarters among the suspects au Mheshimiwa Didmas. Sababu huyu mtu alipigwa risasi, na sisi kama tangu hiyo wakati tungali tunalia, na tunataka kushukuru Mheshimiwa Tim hajakuwa mtu wa kulialia sababu amepigwa risasi, lakini tunashukuru sababu kichwa yake walimwachia. Tunamshukuru because akili ako nayo, tunamshukuru because ako na connections, and if anything Bungoma County hata kukua na governor ambaye ni mlemavu ni bahati, because hatutakuwa tunalipa ushuru. In fact Bungoma County will be one of the privileged county because hatutakuwa tunalipa ushuru because of the governor we are having. That is the best benefits we can be having. Mimi ninaitwa Swin Hayanga. Mimi ni economic advisor kwa ofisi ya Gavana Lusaka, lakini pia mimi ni women rep aspirant kwa Bungoma County. Nataka nichukue nafasi hii kusema ya kwamba wakati ule Mheshimiwa Gavana Lusaka alikuwa speaker Nairobi, Bungoma ilimhitaji sana akuwe gavana wa Bungoma. Na hivyo basi tulikuwa na viongozi wakati ule kina MPs, na mmoja wa hao viongozi alikuwa Mheshimiwa Didmas Baraza, ambaye alikuja akaambia watu wa Bungoma ya kwamba sisi tunataka Gavana Lusaka awe gavana wa Bungoma, na tumeamua ya kwamba iwapo watakataa tutaenda Nairobi na tumchukue by force na tumlete Bungoma awe gavana. Vile vile na Gavana Tim Wanyonyi wa leadership ya Bungoma imehitaji a leader who has a lot of humility, a leader ambaye anasikiza watu, a leader ambaye anakaa na watu, anawapa masikio, anawaelewa. Na huyu kiongozi
ni kiongozi Tim Wanyonyi. Na ndio sababu viongozi walienda Nairobi na wakamtoa Nairobi by force, wakamwambia njoo ukachunge rasilimali za Bungoma. Kwa hivyo si tofauti. Last time Mheshimiwa Didmas propelled for Governor Lusaka aje Bungoma we governor. This time round we have all the leadership of Bungoma went to Nairobi wakaambia Mheshimiwa Tim aje awe governor wa Bungoma. Na mimi kwa sababu nimefanya kazi na Governor Lusaka, nimejua miradi ambayo Governor Lusaka amefanya Bungoma hii. Tunataka governor ambaye ataendeleza miradi ambapo Mheshimiwa Lusaka ameachia. Kwa hivyo pia mimi ninamuunga Mheshimiwa Tim aje Bungoma awe governor, kwa sababu mimi nikiwa woman rep Bungoma 2027 ninataka kufanya kazi na governor ambaye anaketi na kusikiza viongozi wengine, governor ambaye ako na lot of humility, governor ambaye anajua Mungu ndio kiongozi wa kila mtu. Kwa hivyo mimi itakuwa ni furaha yangu kuhakikisha ya kwamba na kusupport Mheshimiwa Tim Wanyonyi aje Bungoma afanyie watu wa Bungoma kazi, now that he has a track record. More Radio 88.2 FM. We are in charge.